Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, Benjamin Kuzaga, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, akieleza kuwa waliofariki ni wanaume 3 na mwanamke mmoja wenye umri wa kati ya miaka 35 hadi 40. Mei 31 mwaka 2026 majira ya saa 9:10 alasiri huko eneo la Maji Mazuri katika barabara ya Mbeya kuelekea Chunya, gari yenye namba za usajili namba T 134 DFB aina ya Mitsubishi basi la abiria la kampuni ya Masote likitokea Mbeya kuelekea Chunya, likiendeshwa na dereva ambaye anajulikana kwa jina la Nehemia Sanga mwenye umri wa miaka 50, mkazi wa Uyole, iliacha njia kupinduka na kusababisha vifo vya watu 4, wanaume 3 na mwanamke mmoja ambaye anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 35 hadi 40. Katika tukio hilo, kati ya watu waliofariki, 2 waliweza kutambulika ambao ni Hamza miaka 30 na Matilda Mwambanganya mwenye umri wa miaka 30 hadi 35. Katika hatua nyingine, jeshi hilo la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Siwema Yonas Mfukwe mwenye umri wa miaka 24, mfungwa aliyetoroka gerezani Mei 13, 2026 akiwa anatumikia kifungo cha miaka 30 kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha kwa tuhuma za matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha alipotoroka. Huyu alikuwa ni mfungwa aliyetoroka gereza la Rwanda Mei 13 mwaka 2025 akiwa katika gereza hilo anatumikia kifungo cha miaka 30 kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mtuhumiwa huyo ambaye nimemtaja, baada ya kutoroka gerezani amekuwa akifanya matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, uvunjaji na ubakaji katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, ikiwemo eneo la Iwambi jijini Mbeya, na miongoni mwa matukio hayo ni tukio alilotenda au alilofanya tarehe 15 Mei mwaka 2026 majira ya saa 2 za usiku. Eneo hilo ambako alifanya uhalifu huo ni huko eneo la Iwambi, ambapo alivamia nyumba ya mwananchi mmoja akiwa na silaha aina ya panga na kumtishia kumuua mtoto wa familia hiyo endapo wasingetii amri yake ya kuwataka kufungua mlango ili aweze kuingia. Kwa hiyo baada ya kuwa ametoa vitisho hivyo, kisha aliingia ndani na kuwafunga kamba na kumbaka mama na binti wa kazi. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.